Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ya mchezo mkubwa wa ligi kuu ya NBC ambao tumetoka kutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam ni mtanange wa kuvutia, ambapo mtanange huu umeikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji Football Club, ukiwa ni mchezo wa ligi kuu ya NBC duru la Dar es Salaam, ambapo mchezo huu ulikuwa ni wa mzunguko wa 25. Fahamu mechi ilikuwa ni ya kuvutia, hususan kwa jinsi ambavyo Dodoma wameweza kutoa game ngumu kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club, umeweza kufurahishwa na hiki ambacho Simba wameweza kukipata ama matokeo ambayo wameweza kuyapata, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie kwa upande wako wewe, je, ni mchezaji gani wa Simba ambaye ameweza kukuvutia katika mchezo huu? Fahamu katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya Simba Sports Club walitengeneza nafasi nyingi, lakini nafasi hizo hazikuweza kuifanya Simba kuweza kutangulia mbele ya Dodoma Jiji. Lakini tunashuhudia mnyama Simba kupitia Mpanzu kipindi cha kwanza alikosa nafasi nyingi sana, lakini mpaka half time klabu ya soka ya Simba walikuwa sare ya 0-0 dhidi ya Dodoma Jiji. Katika kipindi cha pili mnyama Simba akaja kuwasha moto kama dragon, ambapo tunashuhudia dakika ya 61 kupitia kwa Elie Mpanzu aliweza kuingia na mpira ndani ya boksi na golikipa wa klabu ya soka ya Dodoma Jiji akamchezea rafu, ambapo rafu hiyo moja kwa moja mwamuzi wakati akafunika kuwa mkwaju wa penati katika dakika ya 61. Penati ya klabu ya soka ya Simba ilipigwa dakika 62 kupitia kwa kipenzi cha wanamsimbazi, hapa tukienda kumwongelea Clatous Chota Chama Triple C, lakini uhodari wa golikipa wa Dodoma Jiji ukamfanya golikipa huyo kuweza kuicheza penati hiyo. Mara baada ya kuicheza alipotokea Elie Mpanzu, kibisawala ni kama shoti ya umeme, kwa sababu mara baada ya golikipa kupangua mpira huo moja kwa moja ukaambaa kwenye mguu wa Mpanzu, na Mpanzu akafunika mkwaju mkali na kuweza kuifanya klabu ya soka ya Simba kuweza kupata bao la kuongoza. Bao hilo moja kwa moja limefanya klabu ya soka ya Simba mpaka mpira unamalizika wameweza kukaa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC wakiwa wamecheza michezo 25, wameshinda 17, sare michezo 7 pasipo kupoteza wakipoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 45 na kuruhusu mabao 10 wakiwa wana faida ya mabao 35 na alama 58 kileleni mwa msimamo, wakiwa wamewazidi watani wao jadi Young Africans pointi moja, kwa sababu Yanga yuko nafasi ya pili, yeye amezidiwa mchezo mmoja na Simba akiwa amecheza mchezo 24, ameshinda 17, sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja. Young Africans ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi wakifunga 55 na wao kuruhusu mabao 8 wakiwa na faida ya mabao 47 na alama 57 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuondoka na ushindi wa bao 1-0 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba, watu wengi wanatamani kukisikia ni nini ambacho ameweza kukisema kupitia mitandao ya kijamii. Cha kwanza, ameyaposti matokeo ambayo Simba wameyapata ushindi wa bao 1-0, kisha akaandika alhamdulillah, hapa anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo Simba wameyapata, kisha kaandika hivi: mechi kweli yenye hadhi ya ligi kuu, na mwisho wa mchezo timu bora na kubwa tumeshinda mchezo, tulitaka tuwalipizie kisasi lakini tumeshindwa, hawa ni wagumu kweli kweli. Huyo ndiyo ndugu Ahmed Ally akisema kwamba wao dhumuni lao lilikuwa ni kuifunga Dodoma Jiji mabao 3 kama ambavyo Yanga walifungwa katika mechi ya ligi kuu dhidi ya Dodoma. Kwa hiyo walitaka kulipiza kisasi, wameshindwa kulipiza kisasi kwa Dodoma. Ikumbukwe kuna kipindi Yanga walifungwa dhidi ya TRA, Azam walifungwa dhidi ya TRA mabao 4 na Simba wakaifumua TRA mabao 4 katika mechi ya FA, kwa wakailipizia Azam kisasi. Kwa hiyo kwa upande wa Yanga wameshindwa kuwalipizia kisasi kutokana na kwamba
Dodoma ni wagumu kweli kweli, na Ahmed Ally ameweza kukiri kwamba Dodoma wanacheza na kupambana, ukiangalia ni timu ambayo kwa sasa imejengeka vizuri. Tuambie kwenye comment kwa kile ambacho amekisema Ahmed Ally, nini maoni, mtazamo, shika kwenye comment na sitakuja kuyasoma maoni yako.